Sehemu ya pili. Hofu ile iliyoanza kama wazo dogo moyoni mwa Amina haikuja kwa kelele wala kwa tukio kubwa. Ilikuja taratibu sana, kupitia mazungumzo ya kawaida na rafiki yake Zawadi. Rafiki aliyekuwa akimwambia mara kwa mara kuwa maisha hayana uhakika na wanaume hubadilika, hata kama leo wanaonekana wema. Maneno hayo yakaanza kukaa ndani ya akili ya Amina kama tahadhari, sio kama lawama kwa Juma, bali kama kinga ya nafsi. Akaanza kujiambia kuwa labda upendo wa Juma ni wa leo tu na kesho haijulikani. Akaanza kuona wema wa mume wake sio tena kama zawadi, bali kama kitu kinachoweza kupotea siku yoyote. Na kadiri alivyokuwa akiyafikiria maneno hayo, ndivyo alivyokuwa akianza kujitenga kimawazo. Sio kwa sababu Juma alikosea, bali kwa sababu hofu ilianza kumfundisha kuangalia maisha kwa jicho la tahadhari badala ya imani. Amina alipokuwa akikaa nyumbani akitazama watoto wakicheza na Juma, akizungumza kwa upole kama kawaida, alijikuta akijiuliza maswali mazito. Je, nikimwamini sana nitaumia? Je, nikibaki bila kitu changu nitabaki wapi siku mambo yakibadilika? Ndipo alipokumbuka kuwa kabla ya ndoa alikuwa na kiwanja chake alichokinunua kwa juhudi zake mwenyewe. Kiwanja ambacho hakuwahi kumwambia Juma kwa sababu hakuwahi kumuuliza wala kumchunguza. Na hapo akaanza kuona hilo kama fursa ya kujilinda. Akaanza kujifariji kuwa kumficha sio kumsaliti, bali ni kujipanga. Akaamua kuanza ujenzi kimya kimya bila kumshirikisha mume wake, akitumia mapato yake binafsi kwa sababu Juma hakuwahi kumuuliza mshahara wake wala mipango yake. Ujenzi ukaanza taratibu, bila kelele, bila dalili zozote nyumbani, huku Juma akiendelea kuishi maisha ya uwazi na uaminifu bila kujua kuwa kuna ukurasa mwingine wa maisha ya mke wake unaandikwa gizani. Na kila nyumba ilivyokuwa ikipanda juu, ndivyo pia mzigo wa siri ulivyokuwa ukipanda moyoni mwa Amina, akihisi nguvu ya kifedha ikiongezeka, lakini utulivu wa moyo ukipungua. Akajikuta akitembea kwenye mstari mwembamba kati ya kujilinda na kuvunja imani ya ndoa yake, bila kujua kuwa maamuzi anayoyafanya kimya kimya yangeacha alama kubwa kuliko alivyodhani. Itaendelea sehemu ya 3, usiache kufuatilia.